Bwana Yesu asifiwe. Ni muda mwingine tena ambao Mungu ametujalia kukutana tena mahali hapa ili kuchambua na kuendelea kuchambua Biblia inasema, na hiki ni kipindi cha maandiko husema, na hivyo niwakaribishe wote kwa ajili ya mwendelezo wa somo letu ambalo tumekutembea nalo kwa wiki iliyopita, somo lililokuwa likisema kanisa la kweli ni lipi. Wiki iliyopita tulikomea kutazama ya kwamba leo yapo madhehebu mengi sana ya Kikristo ambayo karibia kila dhehebu wanadai kuwa wao ni kanisa la kweli. Sasa leo tutatazama kwa undani ya kwamba kanisa la kweli ni lipi sasa, maana ukienda kwa madhehebu haya, kila dhehebu linadai kuwa wao ni kanisa la kweli. Tukiwauliza, hakuna dhehebu ambalo linadai kwamba linasindikiza wengine, bali kila dhehebu linadai kwamba wao ni kanisa la kweli. Je, ni kweli ya kwamba kila dhehebu ni kanisa la kweli, ama lipo kanisa la kweli ambalo nalo linajitegemea liko pembeni? Sasa leo tutakwenda kutazama hayo kwa upana zaidi, tukianza na Mathayo ile sura ya 28 na fungu la 19, wakati Yesu akiwaagiza wanafunzi wake kwambia, nendeni ulimwenguni mote mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu. Katika fungu hili tunaona ya kwamba Yesu Kristo alitoa agizo la watu kufanywa kuwa wanafunzi wa Yesu Kristo, na watu kufanywa kuwa wanafunzi wa Yesu Kristo alimaanisha kanisa lingeendelea kuenea katika sehemu mbalimbali za ulimwengu. Na katika kuenea kwa kanisa huku ndiko ambako sasa kumechangiza kuibuka kwa madhehebu mbali. Kanisa la Mungu sasa ni lipi? Kwa mujibu wa maandiko matakatifu, Yesu Kristo alizungumza katika kile kitabu cha Marko 16 fungu la 16, akisema ya kwamba aminie na kubatizwa ataokoka. Na kuokoka kwa mtu ambaye amemwamini Yesu Kristo, huko ni kujiunga katika ufalme wa Mungu. Na hawa waliokoka wanapoungana ndipo wanatengeneza kitu kinachoitwa kanisa. Kwa hiyo kanisa ni watu waliookolewa. Kanisa ni mwili wa Kristo. Kanisa ni watu ambao wanamwamini Yesu Kristo kama Bwana na mkombozi wa maisha yao. Kanisa lina tafasiri mbalimbali katika maandiko, lakini hizo tu ni tafasiri ambazo zinatusaidia kutambua kanisa ni lipi. Unaweza kujiuliza sasa, ikiwa kanisa ni watu waliokoka, inamaanisha kwamba watu wote ambao wameokoka duniani hawa ni kanisa? Ndiyo, watu wote ambao wameokoka, wamemwamini Yesu kwa kila nyakati, kwa kila kipindi, hao ni kanisa la Mungu. Swali linaweza likaja mtazamaji ya kwamba je, inakuwaje kwamba mbona kuna utofauti wa watu wanatofautiana kwa namna ya kuamini, kwa namna ya ibada, kwa namna ya mafundisho wanatofautiana? Tunaweza tukadai vipi kwamba hawa wote ni kanisa? Hayo yote ni maswali ambayo unaweza kujiuliza, lakini jibu ni moja, ya kwamba utofauti wao, makundi yote ya Kikristo, utofauti wao wa kuamini mafundisho na kiibada, huu ni namna unasababishwa na namna ya kutafasiri maandiko, au namna ya jinsi walivyolipokea lile neno. Kupokea neno kunaweza kukaleta utofauti kati ya mtu na mtu, na kati ya mtu na mtu, hata kama wamesikia mtu mmoja akiwaambia habari fulani, lakini kwa namna ambavyo wataipokea na kuifanyia kazi inaweza ikaleta utofauti. Mfano, niliwahi kutazama mfano mmoja, neno moja liliwahi kusemwa na akaelezwa mtu mmoja kwamba hebu mwambie jirani yako, na jirani yako amwambie jirani yako, mwambie neno hili. Na sasa baada ya lile neno kuwa limetolewa, yule wa mwisho
wa mwisho, maana walikuwepo wengi. Yule wa mwisho alipata tafasiri tofauti kabisa na ile ambayo ameelezwa huyu wa kwanza. Maana yake neno linaposafiri kwenye mawazo ya watu, kutoka kwenye wazo la mtu mmoja kwenda kwenye wazo la mtu mwingine, kinaweza kikazaliwa kitu kingine. Na ujue kwamba shetani yuko kazini. Shetani aweza kuingiza uzoefu mwingine na likatafasiriwa kwa namna nyingine. Lakini hii yote inatuonyesha namna gani kwamba wanadamu tunaweza wakati fulani tukakosea namna ya kutafasiri. Sasa ndiyo maana Yesu Kristo akatoa ahadi kwa wanafunzi. Ukisoma kile kitabu cha Yohana 16, wakati Yesu anawaambia wanafunzi wake ya kwamba nami nitaondoka, lakini atakuja yule Roho wa kweli, naye atakapokuja yule Roho wa kweli atawapeleka na kuwatia katika kweli yote. Ndio maana tunaye kiongozi ambaye ni Roho Mtakatifu, ambaye atatusaidia kulijifunza lile neno kwa usahihi zaidi na kutupatia fasili sahihi zaidi za kibiblia. Ni kweli wapo watu ambao wamekuwa kisoma katika vyuo mbalimbali vya kitheolojia. Ni kweli wamekuwa kijifunza na wamekuwa kileta tafasiri mbalimbali. Ni kweli, lakini hatuwezi kama kanisa kuegemea sana theology, kwa sababu theolojia ni tafasiri ya Biblia, na tafasiri zinaweza zikakusanywa kwenye fungu moja zaidi ya tafasiri hata 5. Ikatafutwa tafasiri gani ambayo kidogo inaweza ikaendana. Lakini tunapozungumzia na theology pia inaweza ikaegemea kwenye kundi fulani. Mfano, Wakatoliki wanajifunza theology ya Katoliki ya Biblia, lakini Waadventista wanajifunza theology ya Kiadventista, wa lokole wanajifunza theology ya kilokole na kadhalika. Kwa hiyo theology inaweza ikatafasiriwa kwa kuegemea kundi fulani. Sasa hapa tunapaswa kuwa makini kama Wakristo. Kwanza tujue Wakristo wote duniani wote ni kanisa moja, ni kanisa la kweli. Kwa nini? Kwa sababu nimekuwa nikijifunza haya mambo kwa muda mrefu, nikagundua ya kwamba madhehebu, ukitazama madhehebu yote ya Kikristo duniani, yote yana vinasaba vinavyofanana vya Kikristo. Vinasaba vinavyofanana kwa namna gani? Yesu alipokuwa na wanafunzi wake pia aliwahi kuambia kwamba na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Ukisoma kitabu cha Marko 16 ukaanzia fungu la 17, na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo. Hiyo ni ishara ya kutambulisha kanisa. Sasa tunaweza tukatazama ya kwamba madhehebu ya Kikristo yamepewa mamlaka. Wakristo wamepewa mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka. Kwa hiyo unapomwona mtu ambaye ana maombi anakanyaga nge na nyoka, Yesu Kristo akawaambia wanafunzi wake walipokutana mtu fulani pembezoni kule anahubiri na kuomba kwa jina la Yesu, wanafunzi wakamnyamazisha na wakaleta taarifa kwa Yesu. Yesu akawaambia, mtakapomwona mtu wa design ile akihubiri kwa jina langu, huyo jueni ya kwamba yuko upande wetu. Sasa unaweza ukajifunza na ukaona ya kwamba kumbe wakati fulani tunaweza angalia namna ya tuko watu ambao tunatupiana maneno, tuko watu ambao tumechukiana Wakristo kwa sababu ya itikadi zile za kidini, na kumbe tunapotazama katika kiti cha enzi tunaonekana wote tuko hali moja. Chukulia picha katika kanisa au kundi au dhehebu la Kikristo mojawapo. Ukitazama uzoefu wa kiimani katika dhehebu mojawapo, utagundua mle ndani ya dhehebu hilo moja hawapatani. Wakati fulani wako tofauti. Wakati fulani hawapatani hata kimafundisho.
unaweza ukagundua kwamba kumbe hata baadhi ya madhehebu humo wapo watu ambao hawapatani, na huko kutokupatana kimafundisho ndiko kunazaa imani au itikadi mbalimbali au mafundisho mbalimbali ya kiimani. Hii inaweza ikawa hivyo, mpendwa mtazamaji. Lakini sasa hili kanisa la Kikristo, mgawanyiko wake, namna ambavyo limegawanyika katika sehemu mbalimbali, linaweza eleza nini hasa kwa habari ya mgawanyiko wake. Mgawanyiko wa Kikristo kwa sababu umechangizwa na hali ya kiimani na mafundisho na namna watu wanavyopokea neno. Kuna baadhi ya tafasiri ambazo zaweza kuwa sahihi, maana kipimo chetu kikuu ni maandiko matakatifu, huku tukiongozwa na Roho Mtakatifu. Sasa kuna baadhi ya mahali waweza kuwa na tafasiri nzuri na sahihi. Sasa hizi tafasiri nzuri na sahihi zituongoze kujifunza kuwa wamoja, kuwa na umoja wa imani. Maana ukisoma Efeso 5 ukasoma fungu la 4, neno la Mungu linasema, fungu la 4 na la 5, neno la Mungu linasema Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja, kwamba kanisa linaye Bwana mmoja. Na kanisa linapaswa kuwa na imani moja, yaani mafundisho yetu yanapaswa kuwa mamoja, na ubatizo wapaswa kuwa ubatizo mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukajiuliza kwamba ikiwa kanisa linapaswa kuwa na imani moja, Bwana mmoja na ubatizo mmoja, sasa itakuwa kuaje? Watu wataokolewa vipi ikiwa kuna utofauti huu wa kimafundisho? Mungu anatuongoza kuelekea katika mito ya ukweli, mito inayotiririka ukweli. Kama unakumbuka Yesu Kristo anapoambia ya kwamba wanafunzi wake ya kwamba ndani watu wote wanaomwamini Yesu Kristo, ndani yao miche ya maji ya bubujikayo yatazidi kububujika hata uzima wa milele. Kwa hiyo tutazidi kububujikiwa ukweli unaotoka katika uwepo wa Mungu, maadamu tumeketi miguuni pa Mungu. Na kila unaposikia ukweli ukihubiriwa kwako, unapaswa kufuata na kujifunza kufuata ukweli huo. Sasa zipi ni sifa za kanisa? Zipi ni sifa za kanisa la kweli? Zipi ni sifa za kanisa la kweli? Ukisoma kitabu cha Ufunuo ile sura ya 14 ukasoma fungu la 12, neno la Mungu linasema, hapa ndipo penye subira ya watakatifu hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Hizi sifa mbili ni sifa kuu ambazo zinalitambulisha kanisa la Mungu la siku za mwisho. Na unaposikia hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hapa ndipo penye subira ya watakatifu, wapi? Neno linasema hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Kumbe watakatifu siku za mwisho ni wale wanaoshika amri za Mungu na imani ya Yesu Kristo. Wametokea walimu mbalimbali wakidai ya kwamba amri za Mungu, wakati huu hatuishi tukiongozwa na amri za Mungu, hatuishi tukiongozwa na amri. Na wengine wametokea wakidai ya kwamba tumepewa tu amri mbili. Wamesema mpende Bwana Mungu wako na mpende jirani yako kama nafsi yako. Je, hizi amri mbili wamejifunza wakafahamu? Nataka nikuonyeshe ukweli uliojificha ndani ya amri hizi kuu mbili ambazo Yesu Kristo alizisema alipoulizwa, mwalimu, ipi ni amri iliyo kuu? Sasa nikuonyeshe ukweli huu.
Ukitazama amri ya mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa nguvu zako zote na kwa akili yako yote, na ukaenda ukatazama kitabu cha Kutoka zile amri kuanzia amri ya kwanza hadi amri ya 4, utakuta kwamba amri hizi 4 zinazungumzia upendo juu ya Mungu. Na kwa hivyo kwa njia nyepesi tuweza tukasema ya kwamba amri hii kuu imebeba amri 4 zile za kwanza. Ukimpenda Bwana Mungu wako, hautakuwa na miungu mingine. Ukimpenda Bwana Mungu wako, hautafanya sanamu. Ukimpenda Bwana Mungu wako, hautakufuru jina lake. Ukimpenda Bwana Mungu wako, utamwabudu kwa kushika siku ya Sabato, siku ambayo aliitoa mwenyewe. Lakini ukiangalia amri inayosema mpende jirani yako kama nafsi yako, utagundua kwamba amri hii inabeba kuanzia amri ile ya waheshimu baba yako na mama yako. Maana ni amri ambayo imelenga jirani yako. Mtu mmoja akamuuliza Yesu, jirani yangu ni nani? Yesu akasema, mtu yote aliye karibu nawe, huyo ni jirani yako. Sasa waheshimu baba yako na mama yako, ni mpende jirani yako kama nafsi yako. Usiue, mpende jirani yako kama nafsi yako. Usizini, ni mpende jirani yako kama nafsi yako. Usiibe, ni mpende jirani yako kama nafsi yako. Usitamani mali ya mtu mwingine, hiyo ni mpende jirani yako kama nafsi yako. Zinafasiriwa kwa namna ambayo ni nyepesi kabisa. Sasa basi, kanisa linazo sifa hizo, na huku likiwa pia na uongozi wa Roho Mtakatifu. Kanisa linaongozwa na Roho Mtakatifu ambaye tulipewa baada ya Yesu Kristo kuwa ametoka katika dunia hii. Akasema, nitawaachia msaidizi ambaye atakaa nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Kwa hiyo kanisa la kweli linapaswa kuwa na hizi sifa kuu mbili, na mtakatifu yoyote anapaswa kuwa na sifa hizi kuu mbili. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukweli mwingine ambao ninaweza nikakwambia, ukweli wa ajabu, ni akina nani sasa wataokolewa? Neno linasema Bwana awajua walio wake, na kila alitaja jina la Bwana na awache uovu. Tukisoma katika kile kitabu cha Ufunuo, ile sura ya 10, tuanze na sura ya 7. Ukisoma lile fungu la 9, kitabu kile cha Ufunuo, Yohana alionyeshwa kundi kubwa la watu waliokombolewa. Ukisoma kuanzia fungu la 9, baada ya hayo nikaona natazama mkutano mkubwa sana, ambao hapana mtu awezaye kuhesabu, watu wa kila taifa na kabila na lugha na jamaa, wamesimama mbele ya kile kiti cha enzi na mbele za mwana kondoo. Wamevikwa mavazi meupe na wana matawi ya mitende mikononi mwao, wakilia kwa sauti kuu wakisema, wokovu una Mungu wetu aketie katika kile kiti cha enzi na mwana kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Hili ni kundi la waliokombolewa wakiwa wamesimama pembeni ya kile kiti cha enzi. Anasema ni watu wa kila kabila, ni watu wa kila lugha, ni watu wa kila jamaa. Kila jamaa, kila ukoo patapatikana watu ambao wameokolewa. Hapa hapajatajwa Katoliki, hapajatajwa Mlutherani, hapajatajwa AC, hapajatajwa Sabato Adventisti, hapajatajwa Mennonite, walokole, hawajatajwa hapa. Haya ni madhehebu tu, na kitu ambacho huwa kinatuchanganya ni majina ya madhehebu. Majina ya madhehebu sio utakatifu. Utakatifu ni kushika kuwa na imani ya Yesu na kushika amri, kama neno lilivyotuambia katika kitabu cha Ufunuo 14 fungu la 12. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu, hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Usidanganywe ya kwamba amri za Mungu hazina umuhimu, maana neno la Mungu linakazia mahali hapa. Na ukitaka kujua kwamba huu ujumbe ni wakati wa mwisho,
Urudi usome katika kile kitabu cha Ufunuo wa Yohana ile sura ya kwanza. Tukirudi tukasoma lile fungu lake la 3 na la 4, anasema heri asomaye na hao wayasikiao maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati ukaribu. Wakati ukaribu. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba ujumbe huu ni wakati wa mwisho. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu hawa wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Ujumbe huu ni wakati wa mwisho. Sasa waliokombolewa, walioketi kwenye kile kiti jirani na kiti cha enzi ni watakatifu. Wametajwa ni watakatifu. Lakini ukisoma pia katika kitabu cha Ufunuo ile sura ya 14. Ukisoma sura ya 14 ya Ufunuo na lile fungu la 4, anasema hao ndio wasiotiwa unajisi pamoja na wanawake, kwa maana ni bikira. Hawa ndio wamfuatao mwanakondoo kila aendako. Hawa wamenunuliwa katika wanadamu malimbuko kwa Mungu na kwa mwana kondoo. Ya kwamba na fungu linalofuata anasema, na katika vinywa vyao haukuonekana uongo, maana hawana mawaa. Watu waliokombolewa ni watu ambao hawana mawaa, hawana dhambi, hawana uovu. Ni watu ambao ni watakatifu. Lakini fungu hili linatueleza pia ukweli mwingine, ya kwamba ni watu ambao hawakutiwa unajisi na wanawake. Anaposema hawakutiwa unajisi na wanawake, ana maana gani? Wanawake ni makanisa. Bwana Yesu asifiwe. Ni makanisa. Kanisa linafananishwa na mwanamke kwa mujibu wa unabii, mafundisho ya kinabii. Hizi ni ishara za kinabii. Kanisa linafananishwa na mwanamke. Ukisoma Waefeso ile sura ya 5 ukaanzia fungu la 20 na kuendelea, utakuta ya kwamba kanisa linafananishwa na mwanamke, lakini Kristo anafananishwa pia na mwanamume. Utakutana hiyo habari. Unaweza kusoma tu kwa muda wako Waefeso 5 kuanzia fungu la 20 na kuendelea kidogo, utapata huo ukweli. Sasa kanisa la Mungu, hawa waliookolewa ni watu ambao ndani yao hapakuwa na mawaa. Maana yake ni kwamba ni watakatifu. Na watakatifu tumeambiwa ni wale washikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Sasa watakatifu hawa hawakutiwa unajisi na makanisa. Bwana Yesu asifiwe. Hawakutiwa unajisi na makanisa. Maana yake nini? Ukisoma kitabu cha Yohana ile sura ya 10, ukasoma fungu la 16, Yesu anatoa ukweli, wanasema ya kwamba na kondoo wengine ninao ambao si wa zizi hili, ambao imenipasa kuwaleta ili pawe na kundi moja na mchungaji mmoja. Kwa katika zizi la Kristo, anasema kuna kondoo wengine ambao wako katika mazizi mbalimbali. Kwa madhehebu yanafananishwa na mazizi mengi, ambayo sasa kondoo wa Kristo wako mle wametulia. Wako humo wametulia, kondoo wa Yesu Kristo. Uweza kuwa mahali ulipo, wewe ni kondoo wa Yesu. Unaweza ukachunguza hilo. Wewe waweza kuwa ni kondoo wa Yesu. Na sifa ya kondoo, ukisoma Yohana hiyo katika sura ya 10 anzia mafungu ya kwanza, anasema wanaisikia sauti ya mchungaji ambaye ni Yesu Kristo. Sifa ya kondoo, wanaisikia sauti ya Yesu. Pakiwa na kondoo ambayo hasikii sauti ya Yesu, anasikia sauti ya wengine, huyo sio kondoo wa Yesu. Lakini sifa ya kondoo, anaisikia sauti ya Yesu. Na sauti ya Yesu imetolewa kwa maandiko matakatifu. Maana Yesu anasema ya kwamba mwanadamu hataishi kwa mkate, bali ataishi kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kwa mwanadamu ataishi kwa neno la sauti ya Mungu. Kwa hiyo huyo ni kondoo. Kila dhehebu kuna kondoo.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapofahamu huu ukweli ya kwamba madhehebu yamebeba taswira ya kanisa, madhehebu ya Kikristo, tunapofahamu huu ukweli, tunapaswa pia kuingia ndani kujua ukweli wa ndani zaidi ya kwamba ndani ya hayo madhehebu wamo watakatifu sasa ambao wataokolewa. Yesu anaporudi mara ya pili haji kuchukua TAG kwamba TAG wote naomba msoge hapa. Hata kuja kusema Moravian wote naomba msoge hapa. Hata kuja kusema Adventista wa Sabato wote naomba msoge hapa. Haji na kusema ya kwamba Walomani wote duniani sogeni hapa muokolewe. Anakuja kuokoa watakatifu ambao wameishi sawasawa na mapenzi yake. Si wote wanitao Bwana Bwana watakaulisi uzima wa milele, bali ni wale wafanyayo mapenzi ya Baba aliye mbinguni. Na hivyo nipende kukutia moyo mtazamaji ya kwamba unao nafasi ya kujiunga katika wokovu na kusimama kuisikiliza sauti ya Mwanakondoo. Soma Biblia, soma maandiko. Usiumbishwe na upepo wa hila za watu. Upepo wa hila za watu uko katika madhehebu. Upepo wa hila za watu umesambazwa katika vikundi vya Kikristo. Wanavuta huku, hawa wanavuta huku. Usiumbishwe huko. Wewe vutwa katika neno. Usikubali kuvutwa huku wala kuvutwa huku. Vutwa zaidi katika neno. Na ikiwa ipo kikundi au dhehebu ambalo linakusaidia kujifunza zaidi, jifunze zaidi. Usiangalie tu kwamba si dhehebu langu, hapana. Tafuta katika vyanzo sahihi. Jifunze zaidi. Jifunze zaidi. Maana Mungu anajifunua kutoka kwa watu. Anajifunua kwa watu. Kwa jifunze zaidi kwa watu. Na using'ang'ane kusema mimi hii ni imani yangu na dini yangu na kila mtu na imani yake. Si kila mtu na imani yake. Neno alisemi kila mtu na imani yake. Neno linasema imani moja, ubatizo mmoja, na Bwana mmoja. Kwa imani iokoayo ni moja, imani katika Kristo Yesu. Kwa ikiwa kuna mafundisho ambayo yanakusaidia kusogea zaidi kumfahamu Mungu, kajifunze. Haijalishi ni katika dhehebu lako, na ujue madhehebu yote yanabeba taswira ya kanisa la Mungu. Maana kutoka katika madhehebu hayo Kristo atajitwalia kanisa lake. Kwa hiyo hatupaswi kuendelea kugombana kwa habari ya udhehebu, kugombana kwa sababu mafundisho yetu yanatofautiana, kusemana vibaya, lakini tulifundishe neno la Mungu ambalo litatusaidia. Na ikiwa neno la Mungu limezungumzwa kwako na ukahisi kana kwamba linaponda dhehebu lako, rudi ujifunze nini yaliyo mapenzi ya Mungu, na Mungu atakubariki sana. Nipende kuwatakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyofuata, na Mungu awabariki.